Mashabiki wenye huzuni kubwa kwa sasa hivi kuelekea mchezo wa ngao ya jamii ni mashabiki wa Simba. Na sababu kubwa ni utambulisho wa Suleiman Mwalimu ambaye ametambulishwa asubuhi ya jana na watani wenu ambao mnakwenda kucheza nao hii leo. Ni kweli? Inawezekana kweli sisi tukawa na huzuni kubwa. Inawezekana kweli tukawa na huzuni kubwa. Lakini huzuni wetu sisi sio sababu ya Suleiman Mwalimu kwenda Yanga. Sisi huzuni wetu kubwa, yani huzuni ambao ulituja sisi kutambulishwa Suleiman Mwalimu kwenye tamasha kubwa la Simba Day. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Yaani Suleiman Mwalimu hana hadhi ya kutambulishwa Simba Day kutokana na quality yake yeye, kutokana na ukubwa wake yeye, kutokana na nini? Na ubora wake yeye. Leo hii narudia, wana Simba tumekasirika. Kwa sababu gani uongozi wa Simba ukamtambulisha Suleiman Mwalimu kwenye Simba Day? Si ilikuwa surprise lakini. No. Ndio wana Simba tumechukizwa kwa sababu uwezo wa Suleiman Mwalimu, sifa Suleiman Mwalimu hana hadhi ya kuja kutambulishwa kwenye jukwaa kubwa la Simba Day. Baada ya kwenda Yanga lakini. Nisikilize, katika matamasha makubwa duniani, Simba Day limeshika nafasi ya 3 duniani. Mchezaji anayopaswa kutambulishwa Simba Day ni ule mchezaji mwenye quality kubwa. Leo hii Suleiman Mwalimu unapokuja kumtambulisha kwenye skrini kwa ukubwa, ndio wana Simba walipokasirika, na viongozi wa Simba wajue mashabiki wa Simba wamekasirika kwa sababu kwa nini wamtambulishe Suleiman Mwalimu kwenye jukwaa kubwa. Wao hakuna shabiki aliyokasirika Suleiman Mwalimu kwenda Yanga. Kwanza sisi tumefurahi, nisikilize. Tumefurahi Suleiman Mwalimu kwenda Yanga, mzigo umeondoka. Mwalimu huyu mnayembeza ndio mwalimu huyu aliyowapa furaha ya kombe la Muungano kama unakumbuka. Penalti hata wewe unafunga. Wewe hapo penalti ukipewa ufungo unafunga. Wewe penalti ukipewa ufungo unafunga. Umeelewa vizuri? Narudia. Suleiman Mwalimu uwepo wake ndani ya Simba Sports angebaki. Angembania Osman. Mnayembeza ndio mwalimu huyu aliyowapa furaha ya kombe la Muungano. Sikiliza. Penalti hata wewe unafunga. Wewe hapo penalti ukipewa ufungo unafunga. Wewe penalti ukipewa ufungo unafunga. Umeelewa vizuri? Narudia. Suleiman Mwalimu uwepo wake ndani ya Simba Sports angebaki. Angembania Osman kutomuona kucheza. Mimi nakwambia yule mnamdharau nyinyi Peter Osman, yule sinomwita sisi Osman, ambaye nyinyi mnamdharau. Yule Osman alifungiwa miguu. Umeelewa vizuri? Osman alizuiliwa na kocha Steve Becker. Yaani Steve Becker alificha white. Alificha white. Ili kuwaonyesha watu kwamba wewe Osman, huyu hapa wewe Osman, watu wakikuona ukiwa unacheza, watu wakikuona ukiwa na tempo kubwa uwanjani, watu wataanza kukuogopa, kukuwekea watu. Cheza chini ya kiwango. Leo utakuja kuonyesha kiwango chako. Hiyo baadaye sasa. Baadaye. Leo utakuja kumuona leo. Kuona maajabu. Leo utakuja kumuona leo. Leo utakuja kumuona. Leo mguu wake unafunga chuma 2, kichwa chake kinafunga goli 1. Mwalimu atatupia wewe na yeye uko aliko. Nisikilize, Suleiman Mwalimu ni mchezaji wa kawaida, wala hawezi kuifunga Simba. Hata goli la offside hawezi kufunga. Ni baada ya kwenda Yanga. Usingezungumza hivi madam. Hawezi. Suleiman Mwalimu hawezi kuifunga Simba. Hata goli la bahati mbaya la offside hawezi. Leo hii mimi sinakwambia. Aliyokuwa mfalme wenu. Mfalme gani? Mfalme wa Simba. Anajulikana Mwamba Lusaka Chama. Sio kweli madam. Chama ndo mfalme wa Simba Sports. Leo hii Suleiman Mwalimu hawezi kuwa mfalme. Suleiman Mwalimu hawezi kuwa mfalme ndani ya Simba Sports Club. Ni mchezaji wa kawaida. Wa kawaida tu. Yaani hata mimi nikifanya mazoezi sana, Suleiman Mwalimu hawezi kufikia kiwango changu. Mimi niamua kufanya mazoezi, Suleiman Mwalimu hawezi kufika kiwango changu. Hata lile goli alilofunga lile Simba na Yanga tunasema offside, ile goli ni offside kweli, sio goli. Mandala. Ilikuwa offside. Sio goli. Maneno yalikuwa mengi kwenye mitandao. Sio goli, nani ulimsikia? Nyinyi mashabiki wa Simba. Kama uliniona mimi ni AI. Sio mimi. Kama Ahmed ulimuona anasema ile goli ni goli, kalalamika ni AI. Hata yule nani rais wa mpira, yule sio yeye AI. Mlibebwa kwa hiyo. Sio yeye. Hakuna, sio goli. Haikuwa goli. Suleiman Mwalimu hajafunga goli na Yanga. Na ile mechi ilikuwa sare. Sio goli. Hawezi, hana uwezo wa kufunga goli. Lile sio goli. Na mechi ilikuwa sare. Tuzungumzie sasa mechi ya leo ambayo umetuleta hapa Zanzibar dhidi ya mtani wako ambaye yeye ndio anaimiliki ngao. Mimi natoa rai. Au natoa onyo. Kwa muamuzi wa leo uwanjani, tunamjua. Na tunajua sifa zake.
akatafsiri sheria 17 uwanjani. Sisi tumesafiri, tumetumia gharama kubwa. Wewe umesafiri, nadhani unaelewa. Kuja 40,000 kuja 40,000. Kulala kuvyumba 50 hadi 70. Kula kila kitu $200,000 naye inafika. Kwa hiyo sisi sio wajinga, tumefuata nini? Furaha. Kama Simba itatoka tumefungwa, atakuwa tufungwe kwa uhalali. Sio kwa matokeo ya mtu kutoka ya mfukoni. Kama Simba tutashinda, tushinde kwa uhalali. Akachezesha mpira sheria 17 asimamie wapi? Uwanjani. Watu tumetumia gharama kubwa kuja kufuata nini? Burudani. Hakuna mtu asiyojua mpira. Kama tumefua wela kiwalali, tutajua sisi kumlaumu nani wala tumlaumu yeye. Kikosi cha kumfunga Yanga mnacho? Simba ya msimu uliopita ndo Simba timu yenye ubora mkubwa. Simba tujabomoa kikosi. Simba kikosi chetu kipo vile vile, tumeongezea watu pembeni huku, tumeongezea mtu namba 9, tumeongezea watu. Simba ipo vile vile, hajabomolewa. Leo Simba inaenda kushinda chuma 3. Wewe utakuwepo? Chuma 3. Upo wewe leo, utaona mnyama. Chuma 3. Kesho tunaamka na furaha asubuhi. Kesho hiyo surprise X Factor. Kwenye surprise X Factor namba 6 baba. Wewe. Na saizi tunacho hapa ninavyoongea na wewe, watu wanamaliza kuibrand helicopter ile. Na picha X Factor inafungwa hivi. Nani wewe? Inapita ikifika Jangwani pale inasimama inazunguruka helicopter. Anatambulishwa X Factor. Kwa mara ya kwanza Tanzania inaenda kushuhudia mchezaji anatambulishwa nchi nzima. Helicopter inapita. Na tutapiga marufuku kuposti. Kwa sababu utambulisho utatumia helicopter peke yake. Na chombo cha habari chochote kitachoposti X Factor tunakishtaki. Yaani utambulisho wa mchezaji wetu sisi anatambulishwa na ndege juu. Na anatambulishwa Jangwani. Ndege hivi inapita juu nchi nzima. Ikifika Jangwani ndege inazunguruka pale hivi. Masaa 3 inazunguruka. Huku sisi tunachimba dawa chini pale. Pale Jangwani. Huku sisi tunachimba dawa chini kesho hiyo. Mkiwa na ngao yenu. Tukimaliza kumtambulisha X Factor kama kawaida. Katiba ya Simba kuna kipengele kimeandikwa. Unapomfunga Yanga lazima ukachimbe dawa wapi? Jangwani. Katiba ya Simba. Kipengele kipya kimewekwa. Yaani unapomfunga Yanga lazima kwenda yaani sio ombi. Tuelewe vizuri. Lazima katiba ya Simba inasema kipengele cha 10/7 inasema tunapomfunga Yanga kuchimba dawa lazima, yaani lazima. Wala ushindi lazima. Lazima tushinde, lazima. Na X Factor lazima tupite na ndege yetu bwana inazunguruka hivi. Tusije tukakimbiana baada ya mechi. Wewe si upo? Mimi nipo. Mimi si nipo. Ndio. Tutaonana. Tutatafutana baadaye. Maisha yapo. Asante Mandala. Nataka nikuulize swali kidogo, samani. Mshabiki wa Yanga. Nikuulize swali kidogo. Ngoja kabla hujauliza swali. Ngoja kwanza. Ngoja. Wewe sasa unauliza mimi swali. Hiyo wewe ni mshabiki wa timu gani? Wa Dar es Salaam Young Africa. Hiyo jezi? Atulia kwanza. Ngoja kwanza hiyo jezi. Kuchange sasa hivi. Muda wote nataka kujiandaa sasa. Sikia. Mimi nakuuliza swali moja. Kuna kidogo nikwambie. Hii ndio shida yenu nyinyi mashabiki wa Yanga, ndio shida yenu. Hamuipendi timu yenu. Nisikilize. Nisikilize, utaniuliza. Nakupa elimu kwanza. Nakupa elimu. Wewe umekuja. Sawa mwalimu. Umekuja. Nipe elimu. Nyinyi hamuipendi timu yenu. Waangalia mashabiki wa Yanga 99% hana jezi. Ngoja basi nisikilize. Wewe nisikilize. Wewe unataka kupumzika baada ya kuanza kubadilika. Wewe umekuja hapa. Wewe nisikilize. Ndio. Nakupeni elimu. Jifunzeni kuipenda timu yenu. Nisikilize. Ndio sawa. Sasa unasikia? Wewe nisikilize kwanza. Haya twende endelea. Wewe nyamaza sikiliza. Toa elimu yako. Jifunzeni kuipenda timu yenu. Sawa. Sisi wazee mashabiki wa Simba unaona wote tumevaa jezi za Simba. Wote. Nyinyi hapa mpo wawili tu mmevaa jezi, yupo Kizinga peke yake. Mwingine simuoni. Dosa kavaa jezi ya mwaka 70 ile kule. Ile mmoja anavaa jezi Dosa. Hamuipendi timu yenu. Nyinyi wanafiki. Hamuipendi timu yenu. Ila nakuuliza hivi. Huko kambini kwenu mageti yamefungwa? Sijui kakuta asubuhi tunatambulisha. Kitu sio kijua. Selemani Mwalimu si ndio tumemfukuza. Hapana. Yaani kitu sio kijua. Hata wewe nakwambia. Mimi juzi nimekuja peke yangu nalalamika. Selemani Mwalimu sisi ndio tumemfukuza. Na hatujamfukuza kwa bahati mbaya. Tulimwona tamzibia nafasi Osman hatofunga. Kwa hiyo kocha ndo katoa oda akamwambia masteward wa Simba mfunguleni geti mfukuzeni. Baada ya kumfukuza ndio nyinyi mmemvamia. Sharulila na